Kwanza nikiri, ni kweli tumeandika barua kwenda bodi ya ligi, na sio barua ya kulalamika, ni barua ya kutaka kupata ufafanuzi zaidi wa kikanuni. Mkubwa halalamiki. Sasa sisi Simba tumlalamikie nani? Hamko kwenye hizo level za kulalamika. Yani sisi tumlalamikie nani? Yani nani wa kutuonea? Sababu kulalamika ni umeonewa alafu unalalamika. Sasa sisi wa kutuonea nani nchi hii? Kwa hiyo sisi tunaandika barua, ni kweli tumeandika barua kwa ajili ya kutaka kupata ufafanuzi wa kikanuni. Muda okay. Hii treni yangu hii. Kwa hiyo watanisubiri tu. Kwa hiyo tumeandika barua ya kutaka kupata ufafanuzi juu ya baadhi ya mambo kuelekea katika mchezo wetu wa dabi tarehe 1 ya mwezi wa 3, na hatungependa kuyaanika wazi ama kusema wazi ni mambo gani ambayo tunahitaji kupatiwa ufafanuzi, na tunafanya hivyo kwa ajili ya kuepusha taharuki. Mechi ya Simba na Yanga ni mechi kubwa, ni mechi ambayo inabeba hatma ya vitu vingi. Kwa hiyo tusingependa kukimbilia kwenye jamii, sababu inaweza ikapokelewa vibaya, ikatafsiriwa tofauti, na hatimaye ikaleta taharuki, ikaleta mtafaruku, na ikaharibu taswira yenyewe ya mpira wa miguu katika nchi yetu, na kuharibu na mechi yenyewe ya dabi. Kwa hiyo tumeandika hiyo barua, imekwenda bodi ya ligi, na bodi ya ligi wameshatujibu, wametupa ufafanuzi, mambo yanakwenda vizuri kweli. Hatuna mashaka, mambo ya kuridhika mpaka nipewe mwongozo na viongozi wangu. Lakini niseme tu ya kwamba tumeshaandika barua, tumeshapata majibu, mambo mengine yanaendelea. Sababu itafsiri kama mnaogopa Guantanamo kama mnaogopa. Sisi hatuogopi popote, lakini tunataka tupate uhalali wa kisheria, uhalali wa kikanuni juu ya maamuzi haya. Na changamoto kubwa ambayo imejitokeza ni kuona taarifa ya mabadiliko ya uwanja inatolewa kwanza na klabu husika badala ya mamlaka husika. Tunachofahamu sisi utaratibu ulivyo ni kwamba mabadiliko ya uwanja, mabadiliko ya muda wa mchezo, mabadiliko ya ratiba yanatolewa kwanza na mamlaka husika, kwa maana ya bodi ya ligi. Haijawahi kutokea hilo mara ya kwanza. Klabu inatangaza mabadiliko ya uwanja kabla ya mamlaka husika, kwa maana ya bodi ya ligi. Hapo ndiko ambapo sisi tunaona ipo shida, na tukaomba kupata ufafanuzi kutoka kwa bodi ya ligi, na bodi ya ligi katujibu, na mambo yanakwenda musana. Kwa hiyo sisi kwetu hatuna changamoto yoyote, tunataka tu kupata ufafanuzi, mambo mengine yaendelee. Ninachofahamu mimi na utaratibu ulivyo, mabadiliko yoyote yanatangazwa na bodi ya ligi na sio klabu husika ama afisa wa klabu husika. Meridhika siku hadi siku anazidi kuisaidia Simba yake, lakini tunakwenda Dodoma kucheza na Tanzania Prison, watu wagumu kweli, tukiwa na Greece, tukiwa na kilainishi ambaye ni mwamba wa Usaka, Clatous Chota Chama atakuwa katikati ya uwanja pale kwa ajili ya kuwalainisha Tanzania Prison. Prison ni wagumu kweli. Kazi ya Chama ni kuwalainisha, ni kuwafanya watepete, alafu anampa kazi Selemani Mwalimu, anakwenda kufunga. Itakuwa ni mechi nzuri sana ambayo wana Dodoma wataenjoy na wana Simba watafurahia pakubwa sana. Lakini kama haitoshi, tunakwenda kumintroduce kwa mara ya kwanza Nixon Kibabage katika uwanja wa ugenini kule mkoani Dodoma. Anakwenda kuonesha ubora wake, pamoja na kwamba mazingira ya uwanja hayawezi kuwa rafiki sana, lakini mtu kama Anicet Oura ambaye kwenye mguu wake kuna inta, unajua inta
kuna nta, mpira unanasa kwenye mguu wake. Hata akicheza kwenye matuta hawezi kupoteza mpira, bado Anicet Oura ataonesha ubora na kiwango cha hali ya juu kweli kweli katika mchezo wetu. Kimsingi ni kwamba tunakwenda kuifurahisha Dodoma, tunakwenda kuwafurahisha wanasimba. Hiyo ni mechi dhidi ya Tanzania. Kibabage ni mchezaji mzuri, na hati mbaya hakuwahi kupita katika timu sahihi kwa upande wake. Unajua hata wewe Petro unaweza kawa ni mtangazaji mzuri, lakini haujapata media nzuri ya kufanya ama kuonesha wewe kuwa mtangazaji mzuri. Kibabage hakuwahi kupata a clear platform ya kumfanya aoneshe kiwango chake. Sasa amepata sehemu sahihi, amepata timu sahihi na ameonesha kiwango chake, na kila mmoja haamini anachokiona kwa Nixon Kibabage. Ni mechi 3 zimeenda mtawalia. Ushindi wetu mbele ya Dodoma Jiji huwa ni bao moja pekee. Hiyo ni kuonesha kwamba ni mpinzani mgumu, na hivi sasa timu yao imeimarika zaidi. Wana top golie pale golini, kwa maana ya Ali Salim anaifanya mechi hii inakuwa na upinzani, na ni mechi ngumu kweli kweli. Ni mtoto wetu wenyewe, tumemlea wenyewe, tumemkuza wenyewe, tumempa ubora wenyewe, na sasa anafanya kazi kubwa na wanadodoma, na tunaamini utakuwa ni mchezo mgumu sana kwa upande wetu kwa sababu ya aina ya wachezaji waliopo Dodoma Jiji.